Okello, kijana kutokea katika taifa la Uganda, mzaliwa wa Kampala, ambaye alizaliwa mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2000. As we talk right now, kijana mdogo ambaye ana umri wa miaka 25. Wengi wanamuita Starboy, wengine wanamuita Mohamed Bajaber pale nchini Uganda, wengine pia wanamuita Lamine Yamal wa kutokea pale nchini Uganda. Kila mmoja kwa nafasi yake kulingana na aina ya uwezo ambao amekuwa nao, anamfananisha na mchezaji wake pendwa ambaye anajua ya kwamba huyu ana uwezo wa kufanana naye na ni mmoja wa ambao wana uwezo wa kufanya vizuri. Starboy Aaron Okello, kipa ambacho kipo nyuma ya pazia wakati ambao mengi yanazidi kuonekana. Bwana, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni moja ya timu ambayo this season ni msimu wao wa 3 wakiwa wanamhitaji Aaron Okello kutokea katika taifa la Uganda. Mchezaji ambaye kwa sasa anakipiga kunako klabu ya soka ya AS Vipers ya pale nchini kwa Uganda. Mchezaji ambaye pia amewahi kucheza timu ya Paradu FC ya kutokea pale nchini Algeria, akitokea Vipers akajiunga na Paradu, then baada ya hapo akarejea tena kutoka Paradu na kurejea katika upande wa AS Vipers. Mchezaji ambaye amewashangaza watu wengi katika uwezo wake mkubwa ambao amekuwa nao katika michuano tofauti katika upande wa timu yake ya Vipers na upande wa timu yake ya taifa la Uganda the Cranes. Simba, watu wengi wanajiuliza ukweli wa usajili wa Aaron Okello kutoka kwake ndani ya Simba. Kuna nini kipo nyuma ya pazia, lakini pia expectation ni zipi za Aaron Okello kutoka kwake katika upande? Je, ni kweli Okello atajiunga na Simba Sports Club? Hayo yamekuwa ni masuala ambayo binafsi nimeyapokea katika ufanisi na ubora mkubwa, lakini ujue na utambue kwamba wakati hayo yote yakiwa yanajiri na yakiwa yanaonekana, Okello ana mkataba wa miezi 6 ambao umesalia katika upande wa timu yake. Licha ya Simba kumhitaji, pia Yanga nao wamekuwa wakifuatia kwa kina kuona kama wana uwezekano wa kuweza kupata Aaron Okello maestro fundi. Katika dirisha kubwa Simba wenyewe ndio walishindwa kumpata Okello kwa sababu walishafikia sehemu ya makubaliano ya kila kitu. Kilichokuwa kimebakia ilikuwa ni Simba kupeleka ofa ya pesa ambayo waliambiwa wachukue, then wao wamwachie Dese Mukwara ajiunge na Ahari Tripoli, then wakati huo upande wa vijana wa kikosi cha Wekundu wa Simba wakamchukue Aaron Okello na kuja kuchukua nafasi ya Dese. Lakini Simba dakika za jioni wakakataa dau ambalo walikuwa wamelipata kutoka kwa upande wa timu hiyo kwa mhitaji Dese, na wao wakashindwa pia kutoa pesa kwenda kwa Aaron Okello, na ikiwa ni kizuizi cha usajili katika upande wa sajili nyota 12 ambao tayari walishatimia upande wa wachezaji wa kimataifa. Sasa ukweli wa Okello ni kwamba Simba bado wanatazama uwezekano wa kumvuta Aaron Okello katika hili dirisha dogo na kutazama kama sehemu ya usajili wao ambao wana uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada katika upande wao, kuhakikisha timu inafanya vizuri na inafanya makubwa, na hatimaye pia timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu ndani ya upande wa Simba Sports Club. Simba wakitazama wachezaji wao kama Joshua Mutale Budo, wachezaji wao kama Jean Share Awa, wachezaji wao kama Neo Gift Maema, ni sehemu ya wachezaji ambao wameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho benchi la ufundi na akihitaji, na inawagharimu moja kwa moja kutafuta baadhi ya wachezaji wazuri ambao wanaamini kuna kitu cha ziada wanakuja kuongeza katika upande wao. Na moja wachezaji ambao Simba inazidi kuwafuatia kwa kina ni Aaron Okello. Okello ukitazama kiukweli rekodi zake toka msimu jana mpaka msimu huu, rekodi zake zinatisha. Mimi naamini ni moja wachezaji ambao ndani ya Simba kuna kitu cha ziada ambacho anaweza kuongeza kulingana na experience yake, lakini pia kulingana na uwezo wake mkubwa ambao amekuwa na. Mfano Okello yeye anacheza kama namba 7, namba 11, anacheza namba 10. Maeneo ya winga zote mbili, lakini hata namba 10 anacheza katika nafasi hiyo. Simba taarifa za kuaminika ni kwamba wameweza kufikia sehemu ya makubaliano tena na Aaron Okello ili kuona ni namna gani ambavyo atakuja kumjumuisha katika kikosi chao katika wakati huu. Mfano msimu jana Okello ni yeye ndiye aliibuka kama top scorer katika ligi kuu ya pale nchini Uganda, akifunga idadi ya mabao 18 na akitoa assist takriban 6. Involvement yake ilikuwa ni mabao 24 aliyohusika nayo katika msimu ulioweza kutamatika. Akaibuka kama mfungaji bora na pia akaibuka kama tunasema aliibuka pia kama aliibuka kama mchezaji bora zaidi katika msimu ulioweza kumalizika katika upande wa ligi kuu ya pale nchini Uganda, the Star Times Premier League, kwa maana ya kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa MVP katika ligi hiyo. Sasa ubora wa Okello ambao amezidi kwa nao na ambao pia amezidi kushangaza watu
wengi katika ufanisi huo. Msimu huu alipoishia msimu jana ndiko ambako tayari kaendeleza. Ikumbuke ligi kuu pale Uganda ndio wakati ambao imeanza kutimua vumbi. Okello kacheza michezo 6 na within michezo 6 ameanza kwenye kikosi cha kwanza katika michezo mitatu. Okello kaanza katika michezo mitatu, kafunga mabao matatu, katoa assist 6. Kumradhi, karoa assist 3. Involvement yake ni mabao 6. Ina maana michezo 6 ambayo kacheza msimu huu amehusika kwenye mabao 6 akiwa na timu yake ya AS Vipers. Juzi tulishuhudia Vipers akiwa mzigoni dhidi ya Mbarara City the Ankole Lions, mechi ambayo ilitamatika Ankole Lions wakipokea kichapo cha mabao 2-0 katika uwanja wa St Mary's Kitende, na tukashuhudia Okello dakika ya 40 kinyezea dakika 45 za kipindi cha kwanza akaweza kuandikia Vipers bao la kwanza kabla ya Abdul Karim wa Tambara kuja kufunga bao la pili katika upande huo. So Okello alikoishia ndiko ambako anazidi kuendeleza, na hii moja kwa moja ikawa inazidi kumvuta Okello kujumuika kwake ndani ya Simba, ikawa ni moja ya chachu kubwa. Sasa baada ya mechi hiyo kutamatika kati ya Simba wa Ankole, wao wanajiita the Ankole Lions, Mbarara City dhidi ya Vipers, Okello alipata nafasi ya kuzungumza na sehemu ya waandishi wa habari ikiwemo NBS, lakini pia ikiwemo UBC, ikiwemo Cruise na wengine ambao Okello akapata nafasi ya kuzungumza kila ambacho tayari kinamhusisha yeye kujiunga na baadhi ya timu nyingi ambazo zimekuwa zikihusishwa kumhitaji na haswa timu kutokea katika taifa la Tanzania. Okello mwenyewe amezungumza na kuweka wazi zaidi ni kweli kwamba tayari kapokea ofa ya timu tofauti kutokea katika taifa la Tanzania na haswa timu ya Simba pamoja na Young Africans, wote kwa pamoja amekiri na kuweka wazi kwamba ni moja ya timu ambazo zinamhitaji katika hili dirisha dogo. Na Okello pia akaweka wazi kwamba yeye kwa sasa anasubiri maamuzi ya timu yake AS Vipers kuweza kuona ni ofa gani ambayo itakuwa muhimu na ofa gani ambayo itakuwa inastahili ili kuweza kuipokea moja kwa moja. Na Okello pia akaweka wazi kwamba yeye mkataba wake umebakiwa na miezi 6 katika upande wa timu hiyo. Bado hajaongeza mkataba, na ikifikia katika mwishoni mwa msimu ndio anakwenda kutoa majibu ya moja kwa moja katika hatima yake, lakini yeye anasema bado anahitaji kutafuta changamoto mpya ili kuhakikisha kwamba anatimiza malengo yake makubwa ya kuweza kuichezea Manchester United, timu yake ambayo anaipenda toka akiwa mdogo. So Okello kwenye kauli ya namna hii ya kwamba nao anasubiri timu yake iweze kufanya maamuzi ili moja kwa moja atazame yeye ni wapi anakwenda katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Simba ni moja ya timu ambayo kiukweli katika nafasi ya Okello wao wenyewe wana nafasi kubwa ya kuweza kumpata kama watazidi kupush na kuweza kumpatia kile ambacho anakihitaji na kuweza kutoa kile ambacho timu yake inakihitaji. If not so, basi mwishoni mwa msimu huu ndio wakati ambao Okello anakuja kama mchezaji huru baada ya mkataba wake kuwa tayari umeweza kutamatika. So Okello kazungumza na tayari yote yapo wazi na kile ambacho tayari kipo, Simba na Yanga wote wakiwa kwenye vita ya kumwania na kumchukua Aaron Okello. Upande wako binafsi Okello unamuona kama mchezaji wa aina gani katika Okello kile ambacho tayari kipo na kile ambacho yeye mwenyewe amekuja kuzungumza? Tupia comment yako, lakini pia usahau kusubscribe kwanza kunufaika na kupata taarifa zote.